Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran imeapa kuendelea kupambana na kuishambulia Marekani na Israel hadi pale ambapo maadui hawatasalimu amri. Iran imeapa kwamba lazima ipambane hadi mwisho mpaka pale maadui watakapoamua kwamba wanachana na vita hivyo, na imekataa madai ya rais wa Marekani kwamba uwezo wake wa kijeshi umedhoofishwa kwa kiasi kikubwa. Hii ni baada ya rais wa Marekani katika hotuba yake ya Alhamisi kusema kwamba hadi sasa wameidhoofisha Iran katika makombora na wameidhoofisha pakubwa, na kwamba hata mashambulizi wanayoyafanya wakati huu ni tofauti na yale ambao walikuwa wakifanya mwanzoni mwa vita hivyo. Wakati huu Iran inarusha makombora machache mno tofauti na wakati ambapo walianza vita hivi. Lakini wachambuzi wa masuala ya kivita wanasema kwamba kuna uwezekano mkubwa wakati huu Iran inatumia makombora machache kwa sababu tu ilishashambulia maeneo mengi, kwa mfano katika maeneo ya Mashariki ya Kati, na hivyo wakati huu inasaka maeneo muhimu tu ambayo yamesalia. Ndio maana utakuta kwa siku wanaweza wakarusha makombora 10 hata 20 na zaidi ya hapo, lakini ni kutokana na ukweli kwamba wameshafanya mashambulizi mengi na wakati huu wanalenga tu maeneo yaliyosalia ya Israel. Mashambulizi makubwa ya Iran wakati huu yanafanywa katika mataifa kama vile Israel, lakini pia na Umoja wa Falme za Kiarabu ambapo kuna maslahi makubwa ya Marekani. Shirika la habari la taifa IRNA limemnukuu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ismail Baghei aliyesema kuwa Tehran haitokubali mzunguko wa vita usiokoma, akisema wataendeleza upinzani kwa muda wote ambapo vita vinaendelea. Msemaji wa makao makuu ya majeshi ya Iran pia alirejelea msimamo huo akiliambia shirika la habari la ISNA kwamba maadui wa Iran wanapaswa kusubiri hatua kali zaidi. Katika hotuba yake ya televisheni, rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba Marekani iko katika mkondo wa kutimiza malengo yake yote ya kijeshi katika vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na kwamba vita hivi wakati huu vinaonekana kwenda ukingoni, huku akijipa tena wiki 3 hadi 4 ili aweze kumaliza vita hivyo. Tamko la Iran la kutishia kushambulia miundombinu ya nishati na mataifa ya Ghuba limefuatia kauli ya rais wa Marekani ya Donald Trump ya kutishia kushambulia mitambo muhimu ya nishati nchini Iran. Bado Iran imesema lazima ilipize kisasi kwa namna yoyote ile kutokana na mashambulizi ambayo yanafanywa na Marekani. Kiongozi wa kamandi kuu ya jeshi la Marekani Brad Cooper amesema kampeni ya jeshi dhidi ya Iran iko kwenye mpango katika wakati ambapo jeshi la Israel limeanzisha kile imekiita wimbi kubwa la mashambulizi yanayolenga miundombinu ya utawala wa Tehran. Mashambulizi hayo yanafanywa baada ya Tehran kuonya huenda ikashambulia miundombinu ya nishati katika mataifa ya Ghuba na maslahi ya Marekani na Israel ikiwa mataifa hayo yatajaribu kuendelea kutekeleza kitisho cha Rais Donald Trump. Marekani na Iran zimetishia kushambulia miundombinu muhimu katika kila upande. Kiongozi wa Marekani ametishia kushambulia mitambo ya nishati ya Iran, lakini wakati huu ameamua kubadilisha kauli zake na kwamba ametoa muda wa mazungumzo ambapo ikiwa mazungumzo hayo yatapita bila kufanikiwa atafanya mashambulizi mazito ambayo hayakutarajiwa. Rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump amesema vikosi vya Marekani vitairudisha Iran katika zama za mawe, wakati ambapo teknolojia ilikuwa ya kiwango cha chini kabisa kutokana na mashambulizi ambayo itayafanya. Alilihutubia taifa kuhusu mwelekeo wa vita vya Iran vilivyoingia siku ya 34 wakati huo, ambapo amesema katika wiki 2 hadi 3 zijazo vikosi vya Marekani vitaendelea kuishambulia vikali nchi hiyo na kuirejesha katika zama hizo za kali za mawe, huku akisifu operesheni za kijeshi za Marekani dhidi ya Iran na kusema malengo ya Washington yametimizwa kuliko alivyotarajia. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.